Je, umewahi kusalitiwa? Umewahi kuumizwa? Umewahi kusalitiwa na mke au mme? Umewahi kusalitiwa na mchumba wako? Watu wengi wamelizwa kwenye mahusiano, hususani kwenye swala la usaliti, kuchepuka. Watu wanatamani kujua sababu zipi zinawapelekea wanawake na wanaume kuchepuka. Pamoja na kusema kwamba wanaume wao ndo huwa wanachepuka, wanachiti, lakini kwa sasa hivi inaonekana pia wanawake siku hizi wanachepuka sana. Kiwango cha wanawake kukosa uaminifu kwenye ndoa zao kimeongezeka. Leo sitazungumzia wanaume kwa sababu inajulikana toka zamani kuwa wanaume wao ndo huwa wanachepuka. Na ukimuuliza kwa nini unachepuka, hana sababu ya msingi ya kumfanya achepuke. Hana sababu ya msingi kumfanya awe vile anavyofanya. Lakini kwa wanawake wao ni tofauti. Naomba kwenye video hii tunaenda kuona, nimekuandalia sababu 7 zinazowapelekea wanawake wengi kuchepuka. Sababu 7 zinazowapelekea wanawake wengi kuchepuka. Na sababu ya 7 itakushangaza sana. Kama wewe ni mara yako ya kwanza kuungana nasi kwenye channel yetu hii pendwa, unaweza ukasubscribe kisha ukabonyeza kitufe cha alama ya kengele. Kwa kufanya hivyo, utakuwa kwanza kabisa kupokea mafundisho yetu tunayotuma hapa mara kwa mara. Sababu ya kwanza inayofanya wanawake kuchepuka ni distance, umbali. Hii inatokea endapo mpenzi mmoja yupo mbali na mpenzi mwingine, aidha kwa ajili ya kazi, kwa ajili ya masomo au shule au chochote kile. Distance inamfanya mwanamke aanze kutamani wale wanawake wengine ambao waume zao wapo, wanatoka nao, wanawafanyia hivi na vile, akiwa naona wapo na watoto wao, wanashiriki kuwalea kwa pamoja wote wakiwa wawili. Kwa inampelekea mwanamke anatamani vile anavyoona majirani, anavyoona mwanamke mwenzake anafanyiwa. Kitu ambacho wanaume wamefeli kwenye sababu hii, wameshindwa kuimarisha mawasiliano. Mawasiliano yanakuwa yapo duni. Mwanaume anajua yuko mbali na mke wake, hapigi simu. Unakuta anafanya mawasiliano baada ya siku 2, baada ya wiki, wengine hata mwezi, anadai labda yuko busy. Sasa hivi ukiangalia kuna video call, basi wanaume hawafanyi hivyo. Pamoja na kusema ambao wapo riski sana kwenye hii sababu ya umbali ni wanaume, but na wanawake anafikia muda anashindwa kuvumilia na anajikuta amechepuka. Sababu hii imewafanya wanawake wengi kupelekea kuchepuka na kusaliti waume zao kwa sababu ya umbali, kwa sababu ya kukosa mawasiliano ambayo ni imara zaidi. Sababu ya pili ni upweke. Mwanamke siku zote upweke ukizidi anakuwa riski sana. Unatokea endapo akikosa intimacy. Siku zote upweke kwa mwanamke unatokea endapo akikosa intimacy. Unaweza ukajiuliza intimacy ni nini? Intimacy ni vitu vidogo vidogo vinavyoweza kumfanya mwanamke aone kuwa anapendwa. Vitu vidogo vidogo ambavyo vinamfanya mwanamke ajione kuwa anapendwa au anajaliwa. Na anakuwa tayari kupokea maneno ya joto, maneno matamu na maneno ya kumtia moyo, kuambiwa anapendwa. Kuambia anapendwa, kuambia anapendeza, ni mzuri na mwanaume mwingine. Sababu unakuta mwanamke yupo na mume wake ndani, lakini hajawahi kuambiwa na mume wake, jamani, mke wangu umependeza, wewe ni mzuri.
na ili hali wapo ndani wanaishi wote. Kwa ndani yake anatafuta sasa kuondolewa ule upweke ambao anaupitia. Anajikuta tayari amechepuka. Ile kutafuta kuondolewa upweke na wanaume wengine, kuambiwa maneno mazuri kama hayo, anajikuta tayari amechepuka. Sababu ya tatu, mwanamke anachepuka pale anapotafuta pumziko. Mwanamke anachepuka pale anapotafuta pumziko au kufarijiwa. Hii ni kwa waliotoka kuumizwa. Mwanamke siku zote anapoumizwa, moyo wake unakuwa na majeraha, moyo wake unaumia, moyo wake unavuja damu. Anapokutana na mwanaume, unakuta anamwambia you don't deserve it, labda hutaki kupitia haya, mimi nipo. Anamweka karibu. Wanaume wengine hawajui wewe ni wa thamani. Kwa hiyo mwanamke anaposikia maneno kama hayo, ajikuta tayari amejirahisi. Inakuwa ni rahisi sana kufanya mapenzi na mtu mwingine, kwa sababu pale anapotaka kupata pumziko, kufarijiwa kutokana na ile changamoto aliyotoka kuipitia, kutokana na kuumizwa ambako amekupata hivi karibuni ili hali hajapona. Sasa ili anapotafuta pumziko, anajikuta tayari anafanya mapenzi na mtu mwingine, tayari amefanya usaliti. Sababu ya 4, yamkini ana kiu au anahisi anakosa kitu fulani. Mwanamke anachepuka pale anapohisi anakosa kitu fulani. Yamkini anakosa vijizawadi, kuhisi kama wazazi wake labda hawapendwi. Kila anachokikosa anaweza kushindwa kujisimamia na anakosa uzalendo, anachiti. Kwa mwanamke akihisi anakosa kitu fulani kutoka kwa mume wake, aidha ni vijizawadi au akihisi kwamba labda mume wangu hawapendi wazazi wake, anahisi kwamba mume wangu hawapendi wazazi wangu, kwa nini hivi, kwa nini vile. Kwa hiyo anashindwa kujisimamia na anajikuta anakosa uzalendo na anachiti. Sababu inayofanya wanawake, sababu ya 5 inayofanya wanawake wengi kuchepuka, mwanamke anaweza kushindwa kuvumilia na kuchepuka anapokosa intimacy. Mwanamke anaweza kushindwa kuvumilia na kuchepuka pale anapokosa intimacy. Intimacy ni vile vitu vidogo vidogo vinavyoweza kumfanya mwanamke aone kuwa anapendwa, aone kuwa unamjali. Sio vitu vya gharama kubwa, no. Ni vitu vidogo vidogo, maneno yako mazuri, sentensi zako nzuri za kuvutia unazompa, unazomwambia, ukaribu wako, unavomjali, unavomkumbusha kufanya hiki na kile, unavoona, yani anavoona shukrani zako, appreciation zako, unavomappreciate mke wako. Anapokosa vitu kama hivi kwako wewe mwanaume, ukaribu wako na yeye unaisha. Unapoisha sasa, anazidi kuwa weak, na akiwa weak sasa anazidi kuwa na nguvu na mvuto kutoka kwa mwanaume mwingine, na mwisho wa siku anashindwa kuvumilia na anajikuta amechepuka tayari. Kwa hiyo kati ya vitu unatakiwa kuongeza wewe mwanaume ni intimacy. Ongeza intimacy kwa mke wako. Sababu ya 6, mwanamke anaweza kushindwa kuvumilia na kuchepuka pale anapotaka kurahisisha mchakato wa kuachana. Mwanamke anapotaka kurahisisha mchakato wa kuachana, anaweza kutumia kuchepuka au kutumia usaliti kama sababu ya kuweza kurahisisha kuachana. Yamkini mmeboana, mmeshindwana, anatafuta sababu ya kutoka, anashindwa. Mwanaume ni rahisi siku zote kutafuta sababu ya kutoka kuliko mwanamke. Kwa hiyo mwanamke anapoangalia sababu ya kutoka aioni, basi mwanamke anaona hana sababu. Mara nyingi hapa mwanamke anajirahisisha na anaruhusu mazingira ya kuchepuka, ili vita ikiwa kali tu, moto ukiwaka,
mahusiano yenu yavunjike. Wale wanaopitia sababu hii ni wale mahusiano yao yamefikia pabaya. Basi mwanamke anatafuta mbinu ya kutoka, anashindwa, naona basi achepuke, ili tu pale unapomkamata, unapomfuma anacheat, iwe ni sababu ya kurahisisha mchakato wa kuachana. Sababu ya 7 ni kisasi au revenge. Mwanamke anavyoumizwa siku zote, anaona na yeye ili awe safe, anaona bora alipize kisasi. Wanawake wengi wameangukia kwenye usaliti, wamejikuta anachepuka kwa kulipiza kisasi. Unapomuumiza tu, na yeye anaona kwamba ili aweze kukuumiza na wewe, anaona alipize kisasi ili na yeye akuumize kama ulivyomuumiza. Wanawake hao wanaochepuka wakafanya revenge, ndani yao wanaumia kwa sababu hawakuwahi kufikiri kama wangefanya vile. Lakini kwa sababu ndani ya roho yake anaumia, hana sababu, basi anajikuta amechepuka ili akulipize na wewe uumie kama yeye alivyoumia. Ninakushauri wewe mwanamke, solution ya ndoa yako sio kuchepuka, bali solution ni kushughulikia tatizo linaloweza kukufanya ukahisi hicho unachokikosa.